Mnamkumbuka jamaa huyo? Shujaa wa sanamu uwanjani. Tunaona maelfu ya mashabiki wa soka wakiruka, wakipiga kelele na kupeperusha bendera katika michuano mikubwa. Rangi, fujo na joto la uwanjani vimetawala. Kamera inaanza kusogea mbele kwa kasi, inapita katikati ya umati huo wa fujo na ghafla inasimama imara mbele ya mtu mmoja. Mwanaume huyo amevaa suti safi yenye rangi za bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amekata nywele zake kwa mtindo wa kizamani, amevaa miwani na mkono wake wa kulia umeonyesha juu ya anga. Tofauti na kila mtu uwanjani, yeye hatikisiki, macho yake hayapepesi. Katika ulimwengu wa soka, ushabiki ni hisia zinazolipuka. Watu huruka, hulia, hutukana na kukumbatiana. Ni mchezo wa miondoko ya kasi na kelele zisizo na mwisho, lakini katikati ya dhoruba hii ya hisia, kuna mtu mmoja aliyegundua siri na ya tofauti. Mwanaume aliyeshangilia kwa kufanya kitu kinachopingana na asili ya binadamu. Yeye hagusi, hatikisiki, hapepesi jicho na haonyeshi tabasamu wala huzuni. Huwa anasimama juu ya kibebeo kidogo cha mbao kama sanamu la mawe kwa dakika 90 za mchezo. Mnakumbuka huyu jamaa? Dunia inamfahamu kama Michael Kuka Mboladinga, almaarufu kama Lumumba V. Huyu sio shabiki wa kawaida. Huyu ni mwanadamu aliyebadili ushabiki wa soka kuwa sanaa ya kihistoria inayotembea. Lakini nini siri ya kutusimama huku kutosogea? Ni muujiza au nguvu ya akili? Na je, ni kweli pozi hilo moja lilikuja kubadilisha maisha yake? Karibu kwenye makala hii ya kipekee. Ili kumwelewa Michael Kuka Mboladinga ambaye sasa ana umri wa miaka 53, ni lazima urudi nyuma katika historia yake ya nchi yake ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi iliyobarikiwa utajiri mkubwa wa ardhi, lakini ikapitia vipindi vizito vya dhoruba za kisiasa. Tangu utoto wake, Michael alikuwa na vitu viwili vilivyotawala damu yake: mapenzi makubwa kwa timu yake ya taifa na heshima iliyopitiliza kwa mashujaa wa uhuru wa nchi yake, hususan Patrice Emery Lumumba, waziri mkuu wa kwanza wa taifa hilo aliyeuawa kikatili mwaka 1961. Kwa miaka mingi Michael alikuwa shabiki wa kawaida, lakini kadiri miaka ilivyosogea, aliona kwa ushabiki wa kelele unasahaulika haraka. Alitaka kufanya kitu chenye ujumbe, kitu kitakacholazimisha kamera za dunia kumtazama yeye na kupitia yeye zitazame historia ya Kongo. Mwaka 2013, Michael akafanya maamuzi yaliyoshangaza familia yake. Kutoka kuwa shabiki na kuwa sanamu inayotembea, yani a living status. Alianza kunyoa nywele zake kwa mtindo ule ule wa Patrice Lumumba wa miaka 60. Akatafuta miwani kama Lumumba, akashona suti kali yenye rangi ya bendera nchi yake na kuanza mradi wake wa kwanza uwanjani. Lengo halikuwa tu kushangilia mpira, bali kubeba roho na ukumbusho wa kisiasa na uzalendo mbele ya vizazi. Watu wengi wanapotazama video za Michael Kuka uwanjani wanafikiri ni jambo rahisi, lakini wanasayansi na madaktari wa miili ya wanadamu wanathibitisha kuwa kusimama bila kusogea hata msuli mmoja kwa dakika 90 ni moja ya mambo magumu na hatari zaidi kwa mzunguko wa damu. Jaribu kusimama bila kupepesa macho au kusogeza vidole kwa dakika 5 tu, utahisi maumivu makali kwenye mgongo. Ili kuweza kuhimili masaa 2 uwanjani, Michael Kuka kupitia kile kinachoitwa mazoezi ya kichaa. Siku chache kabla ya mechi, hujifungia chumbani kwake na kufanya mazoezi ya kusisimua kama jiwe kwa dakika 45 hadi 50 mfululizo bila kupumzika. Hujifunza jinsi ya kudhibiti mfumo wake wa upumuaji na jinsi ya kuzuia misuli ya uso isicheze wala kuonyesha hasira hata paji la uso likiwa linawasha. Anapofika uwanjani, Michael hubeba jukwaa lake dogo la mbao, kipedestali kinachomfanya aonekane juu ya umati. Akishapanda pale na kuonyesha mkono wake mmoja juu, akili yake hujitenga na mazingira.
Hata goli lifungwe, hata timu yake ifungwe, hata kadi nyekundu itokee, Lumumba V haonyeshi hisia yoyote. Amekuwa mnara wa mawe unaoganda katikati ya bahari ya mwanadamu. Licha ya kufanya sana hii kwa miaka mingi nchini Kongo, mlipuko mkubwa wa umaarufu wake duniani ulikuwa wakati wa michuano mikubwa AFCON, kombe la Afrika. Hapo ndipo dunia iliposhuhudia nguvu ya pozi hilo, na hapo ndipo Michael alipokumbana na mtihani mkubwa zaidi wa ustahimilivu. Katika moja ya mechi ngumu, timu ya taifa ya Kongo ilikuwa ikipitia kipindi kigumu cha kutolewa. Kamera za matangazo ya kimataifa zilimnasa Michael akiwa bado ameshikilia pozi lake kwa uaminifu mkubwa, lakini machozi mazito yakimtiririka mashavuni. Hakuwa akisogea, lakini maumivu ya moyo wake yalionekana kupitia macho yake yaliyoganda. Katika hali isiyoegemewa, mchezaji wa timu ya taifa wa Algeria, Mohamed Amour, aliamua kumfanyia dhihaka. Mchezaji huo aliigiza pozi la Michael la kuonyesha mkono, kisha akagusa chini kwa kicheko uwanjani, kitendo kilichoonekana kama udhalilishaji wa makusudi wa shabiki huyo mkongwe na kwa nembo ya uzalendo ya Kongo. Mtandao ulilipuka ndani ya masaa machache. Mamilioni ya Waafrika na wapenda soka duniani walilalamika kitendo kile, na hapo ndipo jina la Michael Kuka Mboladinga. Kila mtu alitaka kujua sanamu hii ya Lumumba ni nani. Kama wasemavyo wahenga, Mungu akitaka kukuinua hutumia maadui zake kama ngazi. Dhihaka ile iligeuka kuwa baraka kubwa iliyobadilisha maisha ya Michael kutoka chini hadi juu ya kilele cha mafanikio. Baada ya michuano hiyo, Michael alirejea Kinshasa kama shujaa wa kimataifa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Michezo ilitangaza kumtambua rasmi kama balozi wa uzalendo na utamaduni wa nchi hiyo. Katika hafla maalum, Michael alizawadiwa gari jipya la kifahari aina ya jipu kutoka serikali kama pongezi kwa uvumilivu wake na ukiitangaza nchi kihistoria. Lakini heshima hii haikuishia hapo. Shirika la soka la Algeria FAF, baada ya kuona hasira za mashabiki duniani, lililazimika kuchukua hatua. Wakamuomba radhi rasmi kwa niaba ya mchezaji wao na kumpatia zawadi maalum ya jezi zilizosainiwa na wachezaji wote kama ishara ya amani, heshima na sanaa yake. Sura ya kwanza kushangilia zaidi mafanikio yake ilitokea wakati wa maandalizi ya kufuzu kombe la dunia la mwaka 2010. Sura ya kushangilia zaidi ya mafanikio yake ilitokea wakati wa maandalizi ya kufuzu kombe la dunia la mwaka 2026. Kongo ilikuwa inakabiliwa na mechi muhimu ya michuano playoff dhidi ya Jamaica. Michael alikuwa anakabiliwa na changamoto ya kunyimwa visa ya kusafiria. Kitu gani kilitokea? Wachezaji wote wa timu ya taifa waligoma. Waliandika barua rasmi kwa serikali wakisema hawaingii uwanjani kama sanamu yao ya Lumumba haitakuwepo kwenye msafara wao na wanachama rasmi wa benchi la hamasa. Rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi aliingilia kati sakata hilo. Yeye binafsi aliamua Michael apewe nyaraka zote na shirikisho likagharamia kila kitu: visa ya ndege, daraja la kwanza, hoteli za kifahari na viingilio vyote asimame huko kombe la dunia. Leo hii amekuwa pia balozi mkuu wa mitindo ya kitamaduni la Sape nchini Kongo, akilipwa mamilioni ya pesa kuhudhuria matamasha makubwa barani Afrika. Kisa cha Michael Kuka Mboladinga kinatufundisha jambo moja kubwa katika ulimwengu wa sasa na wa kidigitali, kwamba umaarufu na uthubutu vinaweza kukutoa popote kutufikisha mbele ya wafalme. Yeye hakutafuta umaarufu kwa kashfa au fujo. Alitafuta umaarufu kwa kutumia mwili wake kama daraja la kukumbuka duniani kuhusu historia ya uhuru wa nchi yake. Alichagua kuwa sanamu ya mawe ili kudumu duniani isisahau mashujaa waliomwaga damu kwa ajili ya uhuru wa Kongo. Na kwa kufanya hivyo, pozi lake moja la mkono juu liliweka nembo isiyofutika ya soka la Afrika. Mnakumbuka huyu jamaa? Sasa mnamfahamu vizuri. Swali la mwisho kwako unaitazama makala hii. Je, ungekuwa wewe, unafikiri ungeweza kusimama kama yeye kwa dakika 5 tu bila kutikisa hata kidole kimoja? Nipe maoni yako katika sehemu ya comment hapo chini. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike na kushare channel yetu ili kuweza kupata story zaidi. Makala hii imeandaliwa na Paul Lusako na kusoma nami
Fatuma Bakari Mbelwa.